Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati. Ndugu zanguni katika imani, awali ya yote nachukua nafasi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa pamoja kutujalia leo tena tukiwa katika mwezi wa 10 huu mwishoni, tukakusanyika kwenye msikiti wetu huu usiokuwa rasmi, msikiti unaopendwa na malaika. Ndugu zanguni Waislamu, kuswali hapa kunatufundisha pia. Mtume wa Mwenyezi Mungu alianza ibada kwenye msikiti wa nyasi, na sisi kuwepo hapa tukiwa tunaunguzwa na jua, basi hii ni safari yetu ya kuelekea katika msikiti mzuri na msikiti bora, msikiti ambao tutamwabudu Mwenyezi Mungu kwa utulivu. Ndugu zangu watukufu, tumeletwa katika mgongo wa ardhi, na aliyetuumba ametuumba kwa kazi moja, wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Mola wetu aliyetuumba anasema, sikuwaumba binadamu na majini isipokuwa ni wao waniabudu. Tujiulize, wangapi tunamwabudu Mungu? Wangapi tunasali? Wangapi tunakwenda kwenye ibada? Wangapi tunashiriki kwenye ibada? Mali tulizonazo zote, mali hizo tumepewa na Mungu. Akitaka anazichukua, akitaka ataziongeza. Hivyo tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu Waislamu, Muislamu hawi Muislamu kwa jina tu. Muislamu ni yule mwenye matendo mema, si mwenye kupiga watu, si mwenye kutisha watu, si mwenye kuroga watu. Dini ya Uislamu ni dini bora, dini ya Mungu, na Mungu anasema inna dina inda Allahi al-Islam. Hakika dini kwa Mungu ni Uislamu. Nini Uislamu? Uislamu ni upole, Uislamu ni unyenyekevu, Uislamu ni kumwabudu Mungu, Uislamu ni kupenda majirani, Uislamu ni kusaidia watu, Uislamu ni kubeba shida za watu. Unamkuta mwenye shida, unamsaidia shida yake. Uislamu sio kucheka watu wenye shida, lakini Uislamu ni udugu. Al-Islam amanatun. Uislamu ni amana. Kila aliyekuoneni mnasali chini ya mti, Mungu atamuuliza alifanya nini kuhakikisha mnapata sehemu ya kufanya ibada. Jua ile ambalo lilotuunguza kwa ajili ya kumwabudu Mungu, Mwenyezi Mungu atutengenezee mambo yetu. Mwenyezi Mungu amlipe kheri na thawabu kila aliyechangia. Leo tuna maji safi pale. Kabla ya kuzindua kisima hiki, wallahi nimeenda katika mashimo ambayo tuliyakuta yana maji mengi. Nimeenda mashimo yamekauka, na wakuta wadogo zetu, mama zetu, wengine watoto zetu wamekaa kwenye vimaji vile, wanasubiria karibu masaa 3. Wanapigwa na jua kwenye mashimo, wanasubiria maji ambao hayapo. Wallahi alazim, kila nikiona watu wanateka maji, moyo wangu unabubujikwa machozi ya furaha. Nasema, Mwenyezi Mungu tupe malipo ya kuwachimbia watu hawa maji. Inna ahda kana mas'ula. Mungu anasema ahadi zitaulizwa. Tulipokuja hapa tukasema tutajenga msikiti, hatukuwa hata na 100. Tutachimba kisima, hatukuwa hata na 100. Na Waislamu nakwambieni, kujenga msikiti huku, tungekuwa tunajenga Kahama mjini, tungeijenga misikiti 2 kwa gharama ambayo tunatumia. Huku ni mbali. Kila unayemwambia alete vifaa huku anasema kule siwezi kwenda kabisa, na akienda ni pesa chungu nzima. Wauza matofali tukishawaambia tu vifaa vinakuja huku wanakataa kabisa. Ndio maana kuna siku mmeona saa 5 za usiku tunashusha matofali pale, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu msikiti umefikia pale. Tunashukuru sana 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 sana. Tunaomba wale wafadhili wetu watumalizie kutujengea msikiti, tuwe tunasali sio kwenye ukwaju, watusaidie msaada.